Katika hali ya simanzi na majonzi makubwa, Kenya imepoteza nguzo muhimu ya siasa, uhuru na uongozi. Waziri mkuu wa zamani Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliyefariki dunia jana Jumatano, Oktoba 15 mwaka 2025 akiwa Kerala, India, ambapo alikuwa akipokea matibabu. Chanzo cha kifo chake kimetajwa kuwa ni mshtuko wa moyo. Taarifa rasmi kutoka kwa naibu rais Kithure Kindiki, ambaye pia ni mwenyekiti mwenza wa kamati ya mazishi, pamoja na Dr. Oburu Oginga, kaka mkubwa wa marehemu, amethibitisha kuwa mwili wa kiongozi huo utazikwa Jumapili, Oktoba 19 mwaka 2025 nyumbani kwake Bondo, kaunti ya Siaya, kufuatia ombi la familia lake la marehemu kwamba azikwe ndani ya saa 72 baada ya kifo chake. Mwili wa Odinga unatarajiwa kuwasili nchini Kenya leo Alhamisi, Oktoba 16 mwaka 2025 majira ya saa 2:30 asubuhi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Kutoka hapo atasindikizwa kwa heshima za kitaifa kuelekea ikulu ya Nairobi saa 6 mchana kabla ya kupelekwa katika jumba la bunge saa 8 mchana, ambapo wananchi watapewa fursa ya kutoa heshima zao za mwisho kuanzia saa 12 jioni. Ijumaa msafara wa mazishi utaelekea Kisumu na kisha Bondo, ambapo ibada ya kitaifa ya kumbukumbu itafanyika katika uwanja wa Nyayo, ikihudhuriwa na viongozi kutoka ndani ya nje ya nchi. Jumamosi, ibada kuu ya kuaga mwili wa kiongozi huyo itafanyika uwanja wa Moi, Kisumu, kuanzia saa 3 za asubuhi hadi saa 9 alasiri, kabla ya safari ya mwisho kuelekea nyumbani kwake Bondo kwa ajili ya mazishi ya siku ya Jumapili. Taifa limepoteza kiongozi shupavu, mpambanaji wa haki, demokrasia na umoja wa kitaifa. Raila Odinga atakumbukwa kama sauti ya wanyonge, shujaa wa mageuzi na ishara ya matumaini kwa vizazi vijavyo. Pumzika kwa amani baba wa taifa la pili, Raila Amolo Odinga. Heri ya safari ya mwisho. Kenya inalia, Afrika inadilia mwana wake. Official Memories _255 ndio jina langu, bila kusahau hapa ni Mareshare TV.